Nichukue nafasi hii niwatakia heri katika changamoto ambazo wanakwenda kukutana nazo, na inshallah na imani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ataendelea kuwapa afya njema, wende wakapambane katika timu ambazo tayari wanakwenda kukutana nazo nyingine. Na wale ambao watakaibaki katika Simba wajue kwamba wana Simba mwaka huu tulichokitarajia tumekikosa. Mungu aendelee kuwapa afya njema, mwakani wapambane ili kuna namna ambavyo matarajio ya Simba yanakwenda kukamilika. Lakini niwaambie tu, niwaibie siri tu, yajayo yanafurahisha. Sawa, Kisugu, mara baada ya dabi kutamatika, Mwalimu Fadlu Davis alizungumza na waandishi wa habari, na moja kati ya vitu vikubwa alivyozungumza, alisema kwamba Simba katika mwenendo wake wa timu alikosa wachezaji ambao pengine wangekuwa na uwezo wa kuiamua mechi pale ambapo inahitajika. Tulishuhudia mara kadhaa Simba wakipoteza michezo na kuambulia sare, wakati ambao wangeteka advantage kwa mtani wao Young Africans kupoteza michezo miwili, lakini ikawa ndivyo sivyo. Pengine kutokana na kauli yake aliyozungumza kwamba kukosa wachezaji ambao wangekuwa na uwezo kuamua mechi kuelekea dirisha ile ya usajili, ni kweli Simba mnahitaji kufanya mabadiliko makubwa, ama wewe kama mdau unahitaji mabadiliko hayo madogo tu? Ya, mimi nafikiri Mwalimu Fadlu ni mwalimu ambaye amepewa dhamana kuisimamia Simba kwenye pitch. Yeye ndio mtaaluma wa mambo, anajua mahitaji ya klabu ya Simba ni nini. Kwa hiyo mimi naamini swala la nani anatoka nani anaingia bado tuliachie kwa Mwalimu Fadlu, kwa sababu yeye ndio mtu ambaye alipewa dhamana. Ila kitu ambacho ninachokuwa na uhakika, kuna wachezaji watatoka na kuna wachezaji wataingia. Wale wanaoingia ambao mimi naamini Mwalimu Fadlu atakuwa amesimamia, atatuletea wachezaji quality ambao watakwenda kuisaidia Simba. Inshallah mwakani tutakwenda kucheza finali ya klabu bingwa bwana Afrika. Kwenye wanaoingia Faisal ni mmoja wapo. Kisugu, wewe upo karibu na viongozi, hebu tupe bwana, tupe. Wakati wa usajili bado hujafika. Kisugu, wewe ni rafiki sana wa viongozi. Wakati wa usajili bado hujafika. Wakati wa usajili bado hujafika. Faisal lipo katika hatua gani? Mimi ninachofahamu Faisal Salum ni mchezaji wa Azam FC. Bado ana mkataba na Azam FC. Kwa lolote atakalokuja, mimi nafikiri baadaye wa Tanzania tutafahamishwa. Lakini niwaambie tu kwa ushahidi, naongea katika hili ambalo na wakanaro, Faisal Salum ni mchezaji wa halali wa Azam FC. Inasemekana wekundu wa Msimbazi Simba tayari wameshaanza mazungumzo na mchezaji winga kutokea kule ASEC Mimosas, Saluf Diosa. Simba ni klabu kubwa. Naamini kila mchezaji anatamani kuja kuchezea Simba. Ndio. Unapokuja kuchezea Simba unakuja kuweka historia. Unakuja kuchezea klabu ya 5 kwa ubora katika bara la Afrika. Ninachokiamini tutapata wachezaji bora, ninachokiamini tutapata wachezaji wenye quality kubwa. Na Simba hiyo ni haki yetu. Na ndio maana leo kwenye ligi ya NBC baada ya kuisha, mfungaji bora ametoka Simba Sports kwa quality. Goalkeeper bora ametoka Simba Sports kwa quality. Na hivi sasa watu wanaumiza vichwa MVP Faisal Salum, Faitoto, ninyi waandishi mmemhoji, kaongea bila ya mashaka, anasema MVP ni Jean Charles Ahoua. Huku naonyesha namna ambavyo Simba ilivyokuwa na wachezaji bora. Huku ambako kunaonyesha Simba tuna wachezaji quality. Kwa mimi naamini tasajili wachezaji bora inshallah. Yes. Takuwa Simba tishio. Na hakuna mchezaji anayeweza kubisha katika hili. Kambini zilikwenda dola 200,000 sawa na milioni 500. Nani anaweza kubisha? Kama mtu atoe pesa ilikuwaje wote atoe zaidi ya dola 200,000? Hiyo siku ya finali. Kutiangati anga mpungote we. Ivalange mikongo we. Kisugu, kwa maana hiyo milioni 500 imekuaje? Wengine wanasema moja, niwaambie watu. Leo wamekwenda kusifiwa viongozi wa Dar es Salaam Africans. Kwamba wao waliweka posho begani katika ile mechi. Bilioni 1. Klabu iliweka 500. Mwekezaji aliweka ngapi? Wachezaji wa Simba waliadiwa bilioni 1 na milioni 100. Fuda dadeki mode ujio. Angemfunga Yanga. Ila azitoki. Ila wachezaji inasemekana ni posho. Hawajavuta. Niache. Wana posho. Wanasema hawajavuta. Niache. Hakuna mchezaji wa Simba anaweza kudai mshahara. Asimame mbele aseme. Ile wamle kichwa. Walichokuwa wanataka kwamba mechi inakwenda kuisha tarehe 25, walipeleka maombi, mshahara wao uingie mapema. Maombi. Moja katika klabu ambayo haina shida kwenye mishahara Afrika Mashariki na Kati ni Simba Sports.
Ni wape hadithi moja waandishi wa habari nyinyi hamjawahi kuizungumza hiyo. Klabu ya Simba ndio klabu pekee imekuja kupewa hongera na shukurani kutoka kwa mchezaji, katoka kwenye nchi yake, kaja Tanzania kutoa hiyo shukurani. Yeye mwenyewe aliamini pesa hii siwezi kuipata, lakini aliipata. Patrick Piri, tafuteni, kutoka Zambia. Najua alikuja, alipanda ndege, akaja uongozi wa Simba na kuja kutoa shukrani. Asanteni. Kwa nini? Haki yako. Wanasema sikuamini kwamba hii pesa nikiweza kuipata. Na ndio maana mpaka leo ubora wa klabu ya Simba hajawahi kuitwa FIFA na mchezaji au na kocha kwamba lipeni. Leo mnakaa mnasema mwekezaji atoe hela. Wanasema. Tena wanasimba wenzenu. Na nyinyi si mnachongea mmelamba. Sio za maneno Kisugu. Fabi naye kachukua nyekundu 3. Tafuta 30 ili ajenda iende. Johnson naye kalamba. Kwa waandishi wa habari lazima tuseme kwamba lazima niwaombe sana mashabiki wa klabu ya Simba. Na imani kwamba tunapitia katika kipindi kigumu, lakini pia niombe management ya klabu ya Simba. Ni jambo jema, ni jambo zuri kuwasikiliza wana Simba. Kwa mujibu wa katiba waandae mkutano wa dharura wana Simba tuweze kukaa pamoja, tuweze kuzungumza pamoja ili kuhakikisha tunatengeneza Simba iliyokuwa bora ambayo mwakani inakwenda kucheza fainali ya klabu bingwa barani Afrika. Kisugu, pengine watu wanashindwa kuongea ukweli kwa kuogopa kunyamazishwa kama jinsi ambavyo ilitokea kwa baadhi ya mashabiki kiwemo GB 64. Hakuna shabiki wa Simba anakataa kusema ukweli. Fuatieni kila mitandao, kila mshabiki wa Simba ana uhuru wa kutoa maoni yake. Na kila mmoja anatoa maoni yake. Nafikiri ninyi waandishi wa habari mmekuwa mashahidi, ndio watu ambao mna hoja wa maifresa wa Simba. Kwa kila mmoja atatoa katika kile ambacho alichokiona. Kwa hiyo mimi naamini yote kwa sababu ya uhuru wa klabu ya Simba, lakini pia uhuru wa vyombo vya habari. Na ndio maana leo mmejisikia kuja kuona na mimi, mmekuja kuniona. Na bahati nzuri, jambo jema, tuko katika mkoa wa Dar es Salaam chini ya mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama mzee wangu Albert Charamila, moja katika wakuu wa mkoa mwamba kabisa huyu. Kwa sababu ya utulivu na amani katika mkoa wa Dar es Salaam, waandishi wa habari imeendelea kuwa huru, na mtafuta Kisugu na mmoja akiwa huru, lakini wote lazima tumpongeze Albert kwa kazi kubwa na kazi nzuri anayofanya. Tunaelekea katika dirisha kubwa la usajili. Fabrice Luamba Ngoma amewaaga mashabiki wa Simba. Yes, ndio kipindi chake. Wako wachezaji watatoka Simba na wako wachezaji wataingia Simba. Kwa niaba ya mashabiki wa Simba, sisi ni bora kwenye bara la Afrika. Yako mambo mengine tunatupaswa kuyazungumza haya, lakini kuna muda tutalazimika, lazima tuyazungumze. Leo hii waandishi nyinyi mhoji Simba amekuwa wa pili wa shirikisho barani Afrika. Kweli sio kweli? Simba wachezaji wamevaa nini? Medali. Hivi leo mshafanya research Yanga walivyovaa medali, jinsi ambavyo watu wamewatweet na Simba walivyovaa medali ni sawa? Simba alikuwa kombe la mbuzi eh? Waandishi semeni, waandishi mtusaidie. Unajua kuna muda mwingine ubora wa timu za Tanzania unauliwa na baadhi ya wanasiasa wachache. Huyu akifanya anaonekana sahihi, huyu akifanya anaonekana sio sawa. Leo tuzungumze ukweli. Yanga amerudi na medali za kafu hapa. Nchi imewaka moto hii. Ndivyo sivyo? Ndivyo. Ipo klipu ya ndugu yangu Jimmy Kindoki kila siku anaiweka. Akiwa wapi? Kisugu anataka kwenda Ikulu kamwone Tausi. Muda bado tutaenda. Ila Kisugu sikila jambo na wakati wake. Muda bado tutaitwa muda bado. Sikate tamaa, tutaitwa. Kama wenzetu walipeleka walivaa medali wakaenda, mimi nafikiri tu nasubiri muda bado. Kisugu mpaka leo bado linakufukuta ndani ya nafsi. Niwaambie tu wana Simba. Najua tunapita katika kipindi
kigumu. Naumia. Ili ukitaka kufika katika mafanikio kuna njia lazima upite. Na niombe sana management ya klabu ya Simba. Naamini wana dhamana kubwa sana kuiongoza taasisi. Kuna muda mwingine lazima wakubali katika hiki ambacho kinachotokea. Kuna muda mwingine lazima uwasikilize wale ambao waliokupa mamlaka kwenda kufanyaje? Kuongoza. Wewe vipi tukienda Ikulu nayo utaenda? Nitaenda. Lakini pa mwalimu nitaenda Mikoi. Mashavuta. Zeno Fabi aliendaga. Fabi usilienda huko kwenda. Johnson. Niliona game 15 kule. Basi nayo utaenda. Katika mwaliko nayo tutakuita. Kisugu kasema. Yes, tutakuita kwenye mwaliko. Sawa, Kisugu, kwa namna ambavyo Simba ilivyo mpaka sasa hivi, ni dhahiri shairi kwamba nyinyi kwa sasa si nguvu moja, na ndio maana mnahitaji hata mkutano wa dharura. Lakini haya ambayo yanazungumzwa yako mengi sana, lakini moja kati ya hayo mengi ni kwamba mwekezaji wa klabu ya Simba Mohamed Dewji ni kama amesitisha rasmi kuingiza mzigo ndani ya klabu ya Simba, na inasemekana Johnson. Nisikilize. Nakusikiliza baba. Kabla ya mechi. Nisikilizeni nyinyi. Kabla ya mechi. Na hakuna mwamba yoyote duniani anaweza kubisha. Huyu mnaosema atoi hela. Ofa ile mechi ya $200,000 na $200,000. Kwa niaba ya wanachama wa Simba. Niwashukuru sana wachezaji ambao watakaoondoka katika klabu ya Simba kwenda katika vilabu vingine.